nikueleze kitu kimoja. Kuna baadhi ya hali zinakutokea, huwezi kuziandika wala kuzielezea vizuri. Unazihisi tu. 2023. Naam. Kwanza tufahamu safari yako, ulikwenda kwa wewe mwenyewe kujiandaa, kwa maana ya ulitekeleza ibada hii kwa kutumia gharama zako mwenyewe au ulipelekwa? Mwenyezi Mungu mwenyewe tu alitaka niende, kwa sababu nilikuwa nimekaa tu hiyo siku niafanya ya ibada zangu msikitini. Wakati nakumbuka kumbukumbu ilikuwa ni kama saa 4 hivi. Msikiti gani ilikuwa? Ilikuwa masjidi maarufu, msikiti wa Upogoloni kule Ubungo. Na kiukweli ilikuwa ni dhamira yangu ya muda mrefu. Ni ndoto yangu ya muda mrefu. Unajua, moja kati ya vitu ambavyo mimi navipenda sana moyoni mwangu ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampenda kama namuona. Sasa miongoni mwa mambo ambao nilikuwa namuomba sana dua Mwenyezi Mungu kila mara baada ya ibada au ninapopata nafasi ya kuomba dua, hiyo si yake. Naomba siku moja Allah unipeleke nikamsalimie kwa karibu. Sasa siku moja nakumbuka ilikuwa ilikuwa kwenye tarehe 6 nadhani ya mwezi huo wa 6 mwaka 2023. Nilitia nia kabisa na dhamira, nikamwambia Allah, mimi leo nitafanya ibada ya kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara baada ya salatu al-fajr, lakini kwa nia ya kwamba kama sehemu yangu ya dua uniwezeshe jambo hili. Baada ya kuomba kwa muda mrefu katika nyakati nyingine, lakini hiyo siku ilikuwa rasmi. Mara baada ya surati subuhi nikaingia katika ibada hiyo. Nikaenda nayo mpaka ilipofika kwenye saa 3:15 hivi, saa 3:20 hivi asubuhi. Maana yake sasa kumepambazuka sana, nikawa nimefikisha idadi ya kumtaja mara 7,000. Basi nikaacha kama ilivyo, nikamwachia mwenyewe Allah. Kwa naendelea sasa na nyiradi zangu zingine, nikasikia simu inalia, mara nikasikia sauti ya mke ya mtu ninayemfahamu, rafiki yangu wa karibu. Sauti ya mke wa rafiki yako wa karibu? Okay. Yeye anaishi maeneo ya Mbezi Beach kule.